Mbinu ya tano. Mbinu ya tano. Jifunze kumshukuru Mungu kila wakati. Jifunze kumshukuru Mungu kila wakati. Hiyo ni silaha. Jifunze kumshukuru Mungu kila wakati. Katika mazingira yoyote na hali yoyote unayopitia, katika mazingira yoyote na hali yoyote unayoipitia, maana yeye ndiyo chanzo cha ushindi wako. Maana yeye ndiye chanzo cha ushindi wako dhidi ya yale unayoyapitia. Haijalishi jambo ni gumu kiasi gani, kili ushindi. Mwambie Bwana, wewe ni mshindi wangu, hili utanishindia. Jifunze kuwa mtu wa shukrani. Amen. Hata kabla hujaingia kwenye vita umesimama hapa, mshukuru tu Bwana. Mwambie unakushukuru, kabili kwa imani. Mwambie asante kwa sababu umeshanishindia. Amen. Na kisha kupigania, rudi tena mwambie Mungu nakushukuru kwa kunishindia. Unanielewa? Hiyo ni kanuni ya tano. Uwe mtu wa kushukuru. Zaburi 92:1. Biblia inasema ni neno jema kumshukuru Bwana. Ni neno jema kumshukuru Bwana. Anapokushindia vita yako, uwe mtu wa shukrani. Vita unaona imeinuka hapo juu, ufanyaje? Anza kumshukuru Mungu. Wa Mungu na kuamini wewe Bwana nani? Bwana vita. Sasa ukishasoma neno lako, unaanza kukiri yale yote ambayo umesoma kwenye neno lake ambalo aliwashindia. Amen. Unaambia wewe Bwana uliowashindia dhidi ya Israeli walipopigana na Amaleki, si ndio? Pale ile Fidini, niwe Bwana uliowapa ushindi. Unakiri Mungu, hata hili na kushukuru kwa sababu unanishindia. Unaelewa? Na kushukuru kwa sababu unanipigania. Anza kumshukuru Bwana. Vita kweli imesimama, kazini hakueleweki, mwambie Bwana kushukuru. Usiweke hofu, usiweke hofu. Shida ya wengi wanashindwa vita si kwa sababu Mungu anashindwa kuwatetea vita. Ukishaweka hofu tu, Mungu hana namna ya kuweza, hata Mungu akikusemesha fanya hivi huwezi kusikia. Hofu. Huyu mama ndugu ameinuka kulia kushoto na kutapeliwa nyumba yake. Hofu inamwingia wakati wote anaweza kufukuzwa kwenye nyumba. Haiji Jumatano ongea naye. Cha kwanza nikamwambia ondoa hofu. Ndio na hofu ni kikatu tunaogopa. Ngambia hapana. Cha kwanza ishinde hofu. Unapoogopa ndani, maana yake umeshaona Mungu wako ni mdogo kuliko hao adui zako. Cha kwanza ishinde hofu. Na mbinu ambayo inaitumia ni hofu. Akishakujaza hofu, utaanzaje kumwita Mungu tunaogopa? Wakati Daudi wamepola vitu wale wa Amaleki, wamepiga nyumba, wameteka nyara vitu vyake na watoto wake, wake zake. Alikuwa na askari 600. Wamekwenda wamefika mahali kwenye kijito. Akaba jamani, tuvuke tukawafuatie. Wale 200 wakasema, mzee, nenda. Hapa tulipo tunaogopa. Yaani hapa tulipo tunaogopa. Segusa utabaki tushume ndio 30. Samueli wa kwanza 30. Samuel wa kwanza 30.
Bwana asifiwe. Mstari wa 7 anasemaje? Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa Ahimeleki, tafadhali niletee hapa hiyo naivela. Naye Abiathari akamletea Daudi naivela huko. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuatia jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, naye hukosi utawapokonya wote. Basi Daudi akaenda, yeye na watu yeye na wale watu 100 waliokuwa pamoja naye, nao wakakifikiria kijito Besori, ambapo wale walioachwa nyuma walikaa. Lakini Daudi akakaza kuwafuata, yeye na watu 100 kwa maana watu 200 walikaa wapi? Wakasemaje? Ambao walitaka kuzimia hata wakuweza kukivuka hicho kijito. Uoga. Sasa mtendage na watu waoga. Amen. Hatukai na waoga. Bwana asifiwe. Hebu sema kwa jina la Yesu. Imeandikwa, Mungu hakunipa roho ya woga, Mungu hakunipa roho ya hofu, bali ya nguvu na ya ujasiri na moyo wa kiasi. Kwa uweza wako, kwa nguvu zako, nitalifuatia jeshi, nitalifuatia jeshi, nitafuatia watesi wangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na nitawashinda kwa uwezo wako. Bwana Yesu, kila hofu inayoinuka ndani yangu kumwogopa adui, sitaogopa, maana Bwana yupo pamoja nami. Sitahofu, maana Bwana yupo pamoja nami, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.